Nashukuru sana Shehe Mkuu kwa kweli ni jamadari sana. Ndugu Waislamu wa mkoa wa Ruvuma, mmepata kiongozi mahiri. Kwanza hana ubaguzi, lakini ana upendo wa dhati. Sisi kama viongozi tunapokaa, wakati fulani nabadilishana mawazo na mkuu wangu wa mkoa wa Ruvuma, Kana Ahmed Abbas Ahmed, tunamzungumza sana huyu bwana hata yeye mwenyewe bila kuwepo, kwamba ni miongoni mwa viongozi waliopata baraka kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wanatuunganisha Waislamu na wasio Waislamu. Matukio mbalimbali ya furaha na huzuni tunamuona, ukiachia mbali viongozi wengine wote. Kwa hiyo kwa kweli inatupa faraja kubwa. Shehe, tunakupongeza na uendelee na moyo huo. Mwenyezi Mungu akutie nguvu na baraka tele. Ingekuwa mtu mwingine asiyethamani hata uongozi wa Daktari Damas Ndumbaro, manufaa anayoyatoa kwa jimbo letu, yale maneno matamu na mazuri na msisitizo aliyosema Shehe Mkuu pale, asingeyatoa. Lakini natambua anathamini kazi za viongozi wa aina ya kina Daktari Ndumbaro. Sisi kama viongozi wa chama, mimi kama kiongozi mkuu katika mkoa wetu, mara nyingi tunawakumbusha wana Ruvuma neema ambayo tunaipata inayotokana na nguvu ya Mwenyezi Mungu kupitia rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambayo kwetu analeta huduma chungu mzima, lakini amewateua vijana wetu kuwa wasaidizi wake Wizara ya Katiba na Sheria, lakini ameshafanya wizara nyingi zaidi ya hii kwa kumwamini. Amemteua Mheshimiwa Jenista Mhagama leo kuwa waziri wa afya, na amemteua dada yetu Judith Kapinga kuwa naibu waziri wa nishati. Huo ni upendo mkubwa sana, ndugu zangu wana Ruvuma, kwa sababu wabunge wako wengi, wenye sifa na vigezo wako wengi. Kwa nini wawe hao? Lakini haitoshi. Juzi amemteua Daktari Emmanuel John Nchimbi kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, nafasi kubwa kabisa ya utendaji katika Chama cha Mapinduzi. Lakini haijatosha. Daktari Samia, baada ya kujiridhisha katika utendaji wake wa nafasi hiyo kwa kipindi hiki kifupi, amependekeza kwenye mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea mwenza wa nafasi ya urais. Kwa kweli ni heshima kubwa sana tumepewa wana. Mimi nafikiri tumpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu waumini, hilo sio jambo dogo, na ni jambo la kupongeza na la kumpongeza na kumsifu Mheshimiwa Rais. Ameiona Ruvuma kwamba wako watendaji wazuri, wakiwatuma jambo wanatumika. Kwa hiyo tusipoteze lulu hiyo, tusiwapoteze viongozi hao kwa namna yeyote ile. Tuendelee kulinda heshima aliyotupatia mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, na zaidi ya yote anaifanya akiwa na upendo na mapenzi makubwa kwa Waislamu. Kwa jina letu na kwenye futari hapa tunamuita Abubakari, tusemeni inshallah. Tusemeni tena inshallah. Bwana Abubakari, Mheshimiwa Waziri, lile la ubatizo litabakia, haliharibiki, lakini hili tutaliongeza pale. Na tunapomtaja Abubakari ni Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, tunamzungumza mmoja ya wanafunzi wa karibu sana wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alladhi badala malahu wa nafsahu wa juhdahu wa aishahu lillahi azza wa jalla
ambaye alitumia mali zake zote, muda wake na hata nafsi yake kuhakikisha Uislamu unakaa kwenye nidhamu yake. Na hiki ndicho ambacho Mheshimiwa Waziri unakifanya kwa miaka kadhaa sasa. Allah tuongoze sisi na wewe. Tusemeni amin. Allah tutie nuru sote. Allah tuzidishie kheri na baraka na atufungulie milango ya riziki. Lakini zaidi ya hayo atufungie milango ya maadui. Vile vile tunamtakia ziada za rahma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na siishi hapo katika shukrani. Tumshukuru pia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia binti Suluhu Hassan, ambaye ameendelea kutuunga mkono wananchi wa eneo bunge la Songea kwa kumjali, kumshika na kuwa naye Mheshimiwa mbunge wetu Daktari Damas Ndumbaro kwa kumpa nafasi mbalimbali za majukumu makubwa ya kitaifa ya uwaziri katika wizara kadhaa. Kwa kumbukumbu zangu, nakumbuka alikuwa maliasili, katiba na sheria, amerudi michezo, alafu amepelekwa tena katiba na sheria. Na mimi kwa ninavyoelewa hiyo ndio profession yake, katiba na sheria. Lakini vile vile tujishukuru sisi wenyewe kwamba tulichagua mtu sahihi ambaye anaendelea kung'aa au kung'ara katika anga za kitaifa na kimataifa. So ukizungumza masuala ya sheria unazungumza ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Waziri, hongera sana na Allah akubariki. Kwa zaidi ya miaka 5 sasa tumekutana wakati eneo hili kinyesha mvua, pakiwa na tope na manyasi, lakini bado tuliweza kukutana kwa sababu ilikuwa ni makusudi ya Mwenyezi Mungu tukutane. Mwenyezi Mungu atusaidia, tunakutana sasa kama alivyosema Sheikh Mwakilima, hatuchafuki kama miaka ya nyuma. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hilo. Na hapa ni kufanya ibada. Mwezi mtukufu ni mwezi wa ibada. Mwezi mtukufu ni mwezi wa toba. Muhimu zaidi, mwezi mtukufu ni mwezi wa tafakari. Matafakari tulikotoka, tunajaribu kuangalia tunakokwenda. Kama nchi pia tuutumie mwezi huu kufanya tafakari kama nchi. Nchi yetu imekuwa ya amani toka tumepata uhuru miaka 64 iliyopita. Bado tunahitaji amani hiyo iendelee, hasa katika mwaka kama huu wa uchaguzi. Katika mwaka wa uchaguzi maneno, vurugu na fitina zinakuwa nyingi. Yanasemwa kila maneno ya ukweli na yasiyokuwa na ukweli. Natakiwa tutafakari sana, tumuombe Mwenyezi Mungu ili aepushe kila aina ya shari kwa mwaka huu, tufanye uchaguzi na nchi yetu iende kuwa